na mama yetu ndio huyo hapa upande wa huko. Wote tunatoka Mchungaji Festo Ruago, tumebatizwa hapo, tumekuliwa hapo. Amina. Jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kukanyaga maeneo haya. Ndio haya mwanangu ya kwanza. Bwana apewe sifa sana. Amina. Basi tutafungua kitabu kile cha Joshua. Ujumbe unasema vuka vikwazo na agano. Vuka vikwazo na agano. Vuka vikwazo na agano. Joshua 1 sura ya 3. Mungu anijalie kufundisha. Kama nitahubiri nisitoke sana. Vuka vikwazo na agano. Sura ya 3 Joshua mstari wa 15. Vuka vikwazo na agano. Joshua 3:15. Amina. Joshua 3 mstari wa 15 anasema kwamba basi hao waliolichukua hilo sanduku walipofika Yordani na nyayo za makuhani waliolichukua sanduku zilipotiwa katika maji ya ukingoni kwenye mabama, maana Yordani hujaa hata kingo zake na kufurika. Ndugu zetu walikuwa wanasafiri kutoka Misri, wana wa Israeli wakavuka bahari ya Shamu. Baada ya kuvuka bahari ya Shamu akakaa mahali. Musa akaanza kupewa sheria ya kuliongoza lile kundi. Unajua hata nchi yetu tuna katiba, si ndio inatuongoza ukitukana unawekwa ndani. Ukipiga mtu unafanywa hivi. Kuna watu ambao wanatuongoza. Kwa hiyo watu wale walipotoka kule walikuwa hawana sheria yoyote inayowaongoza. Walikuwa wakienda tu. Akaona hawa watu wanakokwenda siko, watajifanyia kila kitu. Maana wametoka Misri wanaabudu miungu. Walikuwa Mungu hawamjui. Wapo tu, lakini sheria ile walikuwa nayo. Kwamba zamani tuliambiwa hivi, lakini sasa sheria inakuja kuanza wana wa Israeli wako jangwani. Ndio Musa anapanda mlimani anapewa zile sheria. Alipopewa zile sheria akaenda kuweka kwenye sanduku la agano. Bwana apewe sifa. Ambazo sasa katika sheria zile watakapofika sehemu wakitaka kukaa wamwabudu Mungu, wanatoa zile sheria, wanazisoma, wanaendelea. Jamani, Mungu amesema tusifanye hivi. Mungu amesema tusiibe. Mungu anasema tumtolee sadaka. Kwa zile sheria sasa zikawa zinakaa kwenye lile sanduku la agano. Ambazo lile sanduku la agano sasa linapotangulia mbele, wao ndio wanakuwa na ushindi. Kwa sababu sheria zile ndio zinawaongoza. Sasa katika huu mstari inasema maana Yordani hujaa kingo zake, hufurika wakati wote wa mavuno. Bwana apewe sifa. Ndio maana anasema vuka na agano. Kwa hiyo mto Yordani kilikuwa ni kikwazo kwa wana wa Israeli kuvuka kwenda kwenye baraka. Kule nyumbani kwetu kuna mto Ruaha. Mimi najua mto unafurika kipindi cha masika. Lakini hao wenzetu hata wakati wa mavuno hakuna mvua, mto unafurika. Ndio changae sasa mto wa namna gani? Na unapofurika, na kweli mito kule nyumbani ikifurika, kama mto una urefu kutoka hapa hadi hapo juu,
unazidi sasa, maji yale yanafika hata kwenye mashamba. Utashangaa mashamba yamesombwa. Yale mashamba yanayosombwa yanakuwa kando kando ya mito. Kwa hiyo hata wenzetu hao wakati wanakuja sasa, wamechukua lile sanduku la agano, ikabidi wapate sheria kwamba wakati wanalichukua lile sanduku la agano kukabili ule Jordan, kwa kuna distance fulani kati ya wale waliolibeba sanduku na hawa. Kwa hiyo wale makuhani walipokanyaga sasa ule mto, yale maji ndipo yakatindika, pakapatikana pakavu, wana wa Israeli wakavuka. Jina Bwana libarikiwe sana. Kibiblia mto una maana hizi mbili. Unajua kwenye Biblia kila kitu viko viwili viwili. Unaona Agano Jipya na Agano la Kale. Kibiblia kila kitu kiko viwili viwili. Yesu Kristo anaitwa simba wa kabila la Yuda. Na shetani naye anaitwa shetani, ni simba anayeunguruma. Ni kama simba anayeunguruma. Unaona? Sasa vitu viko viwili viwili. Sasa hata kibiblia mto mara nyingine unazungumzwa kama majaribu au vikwazo fulani vinavyoinuka kwenye maisha. Soma Isaya 43 mstari wa 2. Isaya 43 mstari wa 2. Mstari, lakini hii Yohana usisome kwanza, lazima nielezee hii kuhusu mto. Kama maji mengi nitakuwa, endelea unapofuatia. Na katika mito haitakugharikisha, uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Amina. Anasema hata ukipita katika maji haitakugharikisha. Kwa hiyo wana wa Israeli wakati wamelibeba ile sanduku la agano, maji hayawezi kuligharikisha. Kwa nini maji yasikugarikisha? Yesu Kristo ndiye maji yaliyo hai. Amen. Yesu Kristo ndiye muumbaji. Amen. Fungua hiyo Yohana sura ya 7:38 na 39. Maji inawakilisha Roho Mtakatifu. Yohana sura ya 7 mstari wa 38 na 39. Naam. Nao unasema, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. 39. Andiko linaleta maana mbili. Kwa hiyo mito huko linazungumzia matatizo, lakini bado Mungu atamvusha mtu huyo. Ndio maana nasema jaribu alikuwapata nyinyi ile iliyo kadiri yenu. Hata hiyo atafanya mlango wa kutokea. Bwana apewe sifa. Sasa upande huko anazungumzia, alipokuwa anazungumzia Yesu Kristo kwamba watakao muamini ile mito ya maji itatiririka, alikuwa anazungumzia habari ya Roho Mtakatifu. Ndipo tunapokuja kwenye Ezekiel aliposema mama mchungaji, alikuwa anazungumzia Roho Mtakatifu ukawa mto usioweza kuvukika. Alikuwa anazungumzia habari za Roho Mtakatifu. Lakini huyo Roho Mtakatifu wanaompata ni wale waliomwamini tu. Ukimwamini Yesu unavuka vikwazo vyote. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja nikupe ushuhuda kidogo. Nilienda kijiji kimoja, nikaa nahubiri Injili. Sasa vikwazo vikawa vingi. Inafika wakati ukipata 1000 ya kwenda kununua samaki, unaona yani sijui, yani hiyo siku hiyo sijui ikoje. Kijana wangu akaniambiaje? Nikasema sasa hizi samaki tumenunua hizi kwa sababu ya uhaba wa fedha, zingine tubakishe. Aliniambia bi baba, kesho itajisumbukia yenyewe. Tukapika zote, tunakula zote, kesho itajisumbukia yenyewe. Ukija kwa Roho Mtakatifu, kuna vipindi vingine vile mama zingine mengine yale, yeye ndo anayehusika kule mbeleni. Amen. Bwana asifiwe sana. Kule mbeleni anayehusika ni yeye. Wewe cha msingi ni kulishika ili agano. Neno linasema hivi. Basi. Neno linasema hivi. Hakuna kuhangaika. Hakuna kuhangaika. Hakuna kuhangaika. Bwana apewe sifa. Amen. Alisema kwa habari ya Roho Mtakatifu. Sasa tunavuka na agano kwa nini? Mtu mwenye agano na Mungu sio wa kawaida. Mtu mwenye agano na Mungu sio wa kawaida.
mtu mwenye agano na Mungu sio wa kawaida, ni mtu wa tofauti. Tutaendelea kulifuatilia hilo sanduku la agano, tutaenda tu. Siku moja wana wa Israeli walimkosea Mungu. Wana wa Israeli walimkosea Mungu. Sanduku la agano hili likatwaliwa na Wafilisti. Wafilisti walipolitwaa sanduku la agano, wakalipeleka kwa mungu wao Dagon. Wakalipeleka kwa mungu wao Dagon. Asubuhi wanaamka, mungu Dagon kimkono kimekatika na kingine kimekatika. Mungu akawa anawahurumia. Akasema huyu Mungu wenu sitaki nimmalize. Wakawa wabishi. Asubuhi walipoona vile kimungu chao kimedondoka, wakakichukua tena wakaenda wakakisimamisha juu. Ghadhabu ya Mungu ikawaka. Mle ndani kuna sanduku la agano. Kile kimungu kikadondoka, kikaenda kikavunjika vipande, kikabaki kiwiliwili. Maana Mungu alisaza hata kamguu kidogo, akasaza na kamguu kengine. Baadaye akasema sasa ngoja. Akaondoa kichwa, akaondoa miguu, akaondoa mikono, kikabaki kiwiliwili tu. Wakakichukua kile kimungu, akasema sasa hapa kakuta kadondoka kwenye kizingiti cha mlango. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa na agano na Yesu Kristo, Mungu wako huyu sio wa kawaida. Kitabu kile cha Samueli, ndipo ujijue kama umeokoka, una agano na Yesu. Samueli wa kwanza sura ya 5 mstari wa 2. Unaona nguvu ya agano? Agano tu ukishalifanya na huyu Yesu Kristo, miungu ile mingine yote ile inasujudu kwako. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Amen. Mimi nashangaa sasa hivi, sijajua kama ni utamaduni. Unaiona hii Biblia? Unaona Biblia? Hii Biblia hii. Siku moja nilienda kufanya huduma hospitalini. Hapo kuna mgonjwa mmoja yuko hoi sana. Alikuwa kama wadada fulani hivi. Kwa wakasema twende tukamuone. Tulipofika pale alikuwa hawezi. Tukafanya maombi. Tukaondoka. Tulichofanikisha pale ni kumuongoza sala ya toba, maana alikuwa tayari hawezi hata kuongea. Tukamuongoza tu sala ya toba, akaanza kuangalia. Sisi tukaondoka. Vile natembea tu njiani, ile Biblia ninavyoshika nikasikia sauti inajenga tena. Mungu anakaa ndani ya mwili wa mwanadamu. Ndipo anaposema hivi Paulo katika kitabu cha Wakorinto, hamjui kuwa miili yenu imekuwa hekalu la Mungu. Mungu akai tena kwenye majengo. Amen. Nashangaa ndugu zetu wale wakienda kuabudu, akifika kanisani mnyenyekevu, lakini akitoka hapo malita ya pombe, makreti ya bia, anatukana. Yaani yeye anachoheshimu, anaheshimu jengo. Kristo atakapokuja haji kunyakua matofali yeye. Amen. Anayokuja kunyakua, anakuja kumnyakua mwanadamu. Na Mungu anakaa ndani ya mtu. Amen. Ndio maana Biblia ikisema sana inafika, amjue kwamba nyinyi mmekuwa miungu wadogo. Yohana 1 sura ya 10 anasema, bali wote waliompokea yeye aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Amen. Kwa hiyo una uwezo wa kimungu ndani. Amen. Jina Bwana libarikiwe sana. Nashangaa kanisa linaporomoka. Mimi naendaga kwenye makanisa mengi, unakuta kuna watu wameondoka kanisani. Ukiuliza anakuambia ati kikwazo sio nilisema. Mwingine unakuta changamoto tu anaacha. Ndugu yangu, usiache ibada. Usiache ibada. Kuacha ibada moja kwa moja ni kuvunja maagano. Ukivunja maagano, Wafilisti lazima watawale. Waisraeli walipovunja tu sheria zile za Mungu wao, Wafilisti waliwatawala. Na Mfilisti anajua kupiga. Ukisoma hicho kitabu hicho,
Baadaye wakalipeleka lile sanduku huko, wakaona mambo yamekuwa magumu sana, wakasema sasa tufanyeje turudishe hili sanduku? Kabidi wapewe adhabu, ambao wakatengeneze wapanya 5 wa dhahabu na wengine mashehe. Si mnaelewa maana walipigwa na majipu kwa sababu ile sanduku wamelichukua, wamelipeleka ambako siko sahihi. Amen. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo Mungu anapokaa katika eneo kama hili, ile injili inapohubiriwa, lazima kule kuna utawala fulani. Bwana apewe sifa. Amen. Unajua taifa la Israeli, ile Israeli sio kwao, ila walipewa. Sio kwao, ile inaitwa Kanaani. Ilikuwa inaitwa Kanaani. Kanaani kulikuwa kuna watu wanakaa. Sawa. Lakini fedha na dhahabu na hii hali si mali ya Bwana. Amen. Kwa hiyo anakupa, amekupa. Hakuna cha sheria sio kwamba hapo amefanyia ametoa. Ndio maana wao ndio Mungu wao anatoa maeneo wajenge watu wa kanisa. Sasa kisipo nani wataondoka kilazima. Lazima wajitambue tu kwamba jamani, hapa watu wa Mungu wamekuja, tunawachia eneo hili jenga kanisa. Maeneo yoyote ambapo injili inahubiriwa, mimi katika utafiti wangu, maana nimefanya survey mia kuchunguza kuna nini makanisa la kusurvey maeneo ya kufungua huduma sehemu nyingi. Sehemu yoyote ambapo utaona kuna injili, utaona hata uchumi wa watu unastawi. Wewe angalia. Yaani angalia tu. Hata kama yule Yesu wanaomwabudu sio sahihi, lakini wanamtaja Yesu, utaona wanastawi kiuchumi. Angalia eneo hilo. Sasa nilienda kijiji kimoja hivi kinaitwa Sinai. Jina nzuri. Nilipofika kule, lile eneo ni gumu. Unajua eneo gumu, hapo usiombe hadi zio kawe na udongo mwekundu afu unawaka jua. Miti inakauka, yani vitu yani mtaro wamechafuka vibaya sana. Lakini lile eneo kuna machimbo ya madini. Sasa nikaenda mara ya kwanza, nikarudi nikaona kuna uzito. Nikaenda mara ya pili nikaona kuna uzito. Nikasema kwani shida hapa ni nini? Nikakaa. Kumbe kuna kamungu kako kule. Kwa hiyo watu wanatoka Dar es Salaam wanaenda kule, wanapeleka madawa yao, wanapeleka Muhimbili. Kuna eneo, kuna kichuguu. Katika kile kichuguu kuna kashimo kadogo. Kwa hiyo katika kashimo kile kadogo, sasa ukishapewa maelekezo unaenda kule kutafuta ule utajiri. Ukifika pale unasimama hivi. Ukisimama kwenye kale kashimo ile shimo linatanuka. Wale wenye vijijini tunakuwa kuna vichuguu, kuna sehemu kuna mashimo. Kile shimo linatanuka. Likitanuka unaingia ndani. Kule ndani ni kupana. Sasa kule cha ajabu utakachokutana nacho, kuna mapopo makubwa kuliko binadamu. Yanakuwa yanapita. Usiogope. Kwa hiyo ni mapopo tunajua yanapita. Kuna popo wakubwa vibaya mno. Ndio unaingia kule ndani. Kwa hiyo ukistahimili kule, ukitoka kule ndio unatoka na kitu. Nikasema hapa, akasema kule kwenye milima kule kuna jiwe. Lile jiwe linatoa utomvu na kinga kwenye kikombe. Sasa hadi kikafike nusu hicho kikombe, ukipeleka Muhimbili hizo pesa unazoenda kupata baraka. Nikasema ndio maana hili eneo ni zito sana kanisa. Nilifika kanisa limeezekwa kwa majani juu na pembeni kwa majani. TAG. Kanisa hilo la Mungu. Nikaingia mle kanisani mle nikakaa. Hapo hamna hata mtu mmoja. Nikakaa nikasikitika, nikasema hii hali ndio ya kanisa kweli? Ndugu zangu, tumtafute Mungu. Tumtafute Mungu. Tumebeba agano. Agano hili ni kweli. Vikwazo vyote utavuka. Vikwazo vyote utavuka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Vikwazo vyote utavuka. Siku moja wana wa Israeli walikuwa wanavuka, wanaelekea. Unajua nasema uvuke na agano kwa sababu gani? Vikwazo sio kwamba hapa ndio umeshinda. Wana wa Israeli kila walipokuwa wanatembea walikuwa wanakutana na kikwazo. Na kwa nini uvuke vikwazo? Unapovuka kikwazo unaenda hatua nyingine ya baraka nyingine. Amen.